Ndugu wajumbe, mimi niseme machache sana, mambo matatu au manne. La kwanza ni hili ambalo leo tupo, sina haja ya kulikumbusha sana, kwamba chama chetu hichi sio SACCOS. Hichi ni chama cha siasa namba moja kwa Zanzibar, na madhubuti katika nchi yetu kwa ujumla wake. Namba moja kwa Zanzibar kwa sababu mnajua kwamba hichi ndiyo chama kiongozi, chama chenye wanachama wengi, chama kilichokuwa madhubuti na kinachoendesha shughuli zake kwa nguvu zake kwa wanachama wake, na hiyo ndio inavyotakiwa chama cha siasa. Sisi hatuendezi shughuli zetu kwa nguvu za dola, au vipi? Tunaendesha kwa nguvu zetu, kwa sababu chama ni wanachama wake, na mnaona viongozi wetu wote wanatokana na chama, makada wetu wa chama. Sasa hili ni jambo lazima tuliendeleze, na ndio madhubuti wa chama chetu. Na katika hili tukumbuke kwamba sisi si chama cha uchaguzi. Uchaguzi ni tukio, au sivyo? Lakini sisi ni chama, tunajua tunachokitafuta kwa ajili ya nchi yetu, na hata tutakapokipata hatutokuwa tumemaliza kazi. Tukikipata tutakuwa tu tumethibitisha kwamba kwa nini tulikitafuta. Itabidi tuoneshe ni namna gani mamlaka kamili ya nchi yetu kuendeshwa kistaarabu, nchi yetu kuendeshwa kwa utawala mwema, kinaweza kuleta tija gani kwa nchi na wananchi. Kwa hivyo kuitafuta nchi hii kushika uongozi wa serikali, hatutafuti kwamba itakuwa ndio tumefika. Itakuwa ni mwanzo wa safari nyingine. Hili naomba tulijue tokea mapema. Tusije tukasema tukifika serikalini tukaanza kuulizana sasa kugawana ngawira. Sisi hatuendi kugawana ngawira. Tumefahamiana jamani? Sisi tunakwenda kuionyesha dunia, tunakwenda kuwaonesha Wazanzibari inshallah kwamba tuliokuwa tukiyatafuta faida yake ni hii, kwamba nchi hii haipaswi kuwa maskini, watu wetu hawapaswi kuwa maskini, na njia zipo. Nchi hii na rasilimali za kutosha za kumfanya kila mtu akaishi maisha mazuri. Haiwezekani baada ya miaka 60 ya mapinduzi nchi hii kuna mtu anaishi kwenye kibanda cha udongo. Haiwezekani. Haiwezekani kwamba kuna nchi hii baada ya miaka yote hii kuna mtu ana taradadi kijio chake. Haiwezekani. Haiwezekani kwamba nchi hii kijana kashafikia umri hawezi kutafuta mwenzake. Haiwezekani. Haiwezekani kwamba kuna kijana ana nguvu, ana maarifa, lakini hana pahala pa kuzitumia nguvu zake na maarifa yake. Haiwezekani sisi nchi hii ambayo ina fursa zote tukashindwa na vijiji vidogo vidogo. Leo tunavyozungumza nchi hii, tunazungumza ikiwa Zanzibar, ukitaka kuipima jinsi tulivyokuwa walioshika madaraka walivyoifilisi nchi hii, walivyoifisidi nchi hii, kwamba leo sisi tuna wenzetu visiwa vidogo vidogo, wenzetu kama Mauritius ni wadogo kuliko sisi kiardhi, hata kwa idadi ya watu na fursa zao na rasilimali zao za kiuchumi, wako huko korokoroni. Sisi tuko chini ya bara kubwa hili la Afrika, ambalo tunaweza tukafanya kila kitu, biashara, tukafanya kila kitu. Leo sisi eti watushinde wao mara 10. Na tunavyozungumza sisi, pato la mwananchi wa wastani wa Zanzibar ni dola 1200 kwa mwaka. Wenzetu hawa ambao ni wadogo kwa kila kitu, wao leo ni dola 1013 kwa mwaka.
mara 10 wametushinda. Hatujakosea, wamekosea waliojipa madaraka kinyume na ridhaa ya wananchi, ndio waliofisidi nchi hii. Kwa hivyo tujue sisi kwamba safari yetu, chama hichi si chama cha uchaguzi. Baada ya kumaliza yote yaliyopita, tujipange kusimamisha, kuendeleza na harakati zetu ya tunalolitafuta, inshallah mpaka tulifike, na naamini tutalifika, na inshallah tutakuja kuionyesha dunia